hii leo. Napenda kutoa shukrani za dhati kwenu kwa ushiriki wenu katika kuandaa rasimu hiyo, kwa kutoa maoni yenu na kuyawasilisha kwa tume kwa wakati. Asanteni sana. Ndugu viongozi, kama mnavyokumbuka, baada ya kukamilisha rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, tuliwarejeshea tena rasimu ya kanuni hizo tarehe 4 Aprili 2025 na kuwaalika kwa ajili ya utiaji saini leo tarehe 12 Aprili 2025. Hadi leo tarehe 12 Aprili 2025 hatujapokea maoni tofauti ya rasimu ambayo tunatarajia kuisaini muda mfupi ujao, na kwa mantiki hiyo inachukuliwa kwamba rasimu hii imekubaliwa na pande zote tatu, yaani vyama vya siasa, serikali na sisi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu viongozi, kifungu cha 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea, kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi wanathibitisha utii na uzingatiaji wa misingi ya kimaadili inayopaswa kuzingatiwa wakati wa kampeni na katika uchaguzi. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Ndugu viongozi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, leo tupo hapa kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili, na kwa maana hiyo napenda kuchukua fursa hii kuwaalika viongozi wa vyama vya siasa na serikali kutekeleza jukumu hili la kisheria la kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 leo siku ya Jumamosi tarehe 12 Aprili 2025 hapa ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kuwa kikao cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na serikali kwa ajili ya utiaji saini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 kimefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni kwa ajili ya kutia saini. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tumuongezee makofi. Tayari amekwisha toa mwaliko kwa vyama vya siasa kwa ajili ya hili tukio la leo, lakini kwa mujibu wa ratiba yetu kuna maelezo inatakiwa tuyapate kabla hatujafikia hilo tukio kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi. Karibu sana. Ndugu viongozi, kama alivyosema Master of Ceremonies, kwa ratiba sasa inaonekana kwamba tuko pale kwenye item ya 5. Maelekezo jumla kuhusu
rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Mtakumbuka nimewaambia kwamba tuliwasambazia tangu tarehe 1 Machi mpaka tarehe 14 na mkaleta maoni yenu nyote mlioshiriki hapa, na maoni hayo yamezingatiwa. Sasa ninamkaribisha mkurugenzi wa uchaguzi aweze kutupitisha katika jambo hili. Karibu mkurugenzi wa uchaguzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi naomba nitoe maelezo ya jumla kuhusu yaliyomo katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025 siku ya leo ya utiaji saini kanuni hizo. Ndugu viongozi, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa viongozi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 5 ibara ndogo ya 3D ikisoma pamoja na ibara ya 74 ibara ndogo ya 6E ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo kwa ujumla wake zinaelezea kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kutekeleza majukumu yake itazingatia masharti na maelekezo kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na Bunge. Kama unafahamu, kwa msingi huo mwaka jana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitunga sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani namba 1/2024. Katika sheria hiyo kifungu namba 162 cha sheria tajwa kinaweka sharti la tume baada ya kushauriana na vyama vya siasa na serikali itaandaa kanuni na kuchapisha mbele ya serikali kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani, na anapaswa kusainiwa kwa kuzingatia pande tatu, kwa maana vyama vya siasa, serikali na tume. Kwa mujibu wa kifungu tajwa cha sheria husika, kanuni hizi za maadili ya uchaguzi zimeainisha maadili ya vyama vya siasa wakati wa uchaguzi, serikali na tume katika muda wote wa kampeni za uchaguzi na uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wa kanuni za maadili hayo. Ndugu viongozi wa vyama vya siasa, serikali, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria tajwa, wahusika wanapaswa kusaini maadili hayo ni kila chama cha siasa na kila mgombea wa nafasi yote ya kiti cha rais, bunge au diwani atapaswa kusaini fomu namba 10 kukiri na kuyaheshimu maadili hayo, na serikali pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waheshimiwa viongozi, katika kuandaa kanuni za maadili ya uchaguzi, tume ilishika vyama vya siasa na serikali kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza kwenye maelezo yake kwenye hotuba ya ufunguzi, na vyama pamoja na serikali wasio maoni yao ambayo yamezingatiwa katika kanuni hizi ambazo mnakwenda kuzisaini leo. Ndugu viongozi, mambo muhimu yalipo kwenye kanuni hizi kwa muhtasari ni: mosi, wajibu wa vyama vya siasa. Tasema kwa muhtasari, katika kanuni hizi vyama vya siasa vina wajibu ufuatao: mosi, kuheshimu na kufuata katiba, sheria za uchaguzi, kanuni za uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi. Pili, kuzingatia ratiba za kampeni. Tatu, kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa wa haki, huru na amani. Na nne, kuepuka vitendo vya kuvuruga uchaguzi wa aina yoyote. Na baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa kufanya: mosi, ni kuepuka kufanya fujo; pili, kuepuka kutumia lugha za matusi, kejeli na udhalilishaji; tatu, kuepuka kufanya vitendo vinavyoashiria unyanyasaji wa kijinsia; nne, kuepuka kufanya kampeni kwenye majengo ya ibada; na kuepuka kutoa rushwa, na mengine ambayo yapo kwenye kanuni hayo. Hapo nisema kwa muhtasari. Kwenye kanuni hizi serikali imepewa wajibu wake. Nitataja kwa baadhi ya maeneo ambayo serikali ina wajibu kwenye kanuni hizi. Mosi, ni kutoa fursa sawa kwa wadau wote wa uchaguzi ili kuendesha shughuli za kisiasa kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria za nchi. Pili, kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Tatu, kutoa fursa sawa kwa vyama vya siasa vyenye wagombea nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais kutumia vyombo vya habari vya umma na utangazaji vinavyotumika na serikali kutangaza sera zao. Na nne, kuhakikisha kuwa viongozi na watendaji wake wanazingatia ipasavyo ukomo wa mamlaka na madaraka yao katika shughuli za uchaguzi. Na baadhi ambayo yasitakiwa kufanya na serikali kama ifuatavyo: mosi, haitakiwi kuingilia na kuzuia isivyo halali mikutano iliyoitishwa na vyama vya siasa au wagombea
kwa mujibu wa ratiba za uchaguzi. Pili, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia madaraka yao visitumie madaraka yao kukandamiza wagombea, wafuasi au chama chochote cha siasa. Tatu, hakikisha mtumishi wote wa serikali ambaye anahusika na shughuli za uchaguzi hahamishwi kutoka eneo ambalo anashughulikia uchaguzi mpaka hapo uchaguzi utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa tume ya taifa ya uchaguzi, anapaswa kufanya na tume nimetaja kwa kifupi tu. Mosi, ni kuzingatia katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 sheria za uchaguzi na sheria za nchi katika usimamizi wa uchaguzi. Pili, kusimamia na kuendesha uchaguzi katika misingi inayowezesha uchaguzi kuwa huru na wa haki. Tatu, kupatia vyama vya siasa ratiba na taarifa za uchaguzi kwa wakati. Nne, kutoa elimu ya mpiga kura kwa nchi nzima. Tano, kuvipatia vyama vya siasa kanuni, maelekezo ya tume, nakala za daftari la wapiga kura na nyaraka zingine zinazohusu masuala ya uchaguzi kwa wakati. Na sita, kukemea vitendo vyenye nia ya kuharibu uchaguzi vinavyoweza kufanywa na viongozi wa siasa, wagombea au wafuasi wao. Na baadhi ya mambo ambayo tume haitaki kuyafanya ni: mosi, kupendelea chama chochote cha siasa au mgombea yeyote; kubadilisha ratiba za kampeni za uchaguzi bila kushikia vyama vya siasa vyenye wagombea katika ngazi mbalimbali; na tatu, kuchelewa au kutokupeleka vifaa pungufu katika vituo vya kupigia kura bila sababu za msingi. Ndugu waheshimiwa viongozi, utekelezaji wa maadili. Katika kutekeleza kanuni za maadili, kutakuwa na kamati za maadili katika ngazi ya kata, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya taifa, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya jimbo na kamati ya maadili ngazi ya rufaa. Na wajumbe wa kamati hizi watakuwa ni mwanachama mmoja kutoka kwa kila chama cha siasa chenye mgombea kwa nafasi husika, kwa maana nafasi cha rais, mbunge na diwani. Wajibu wa kusaini maadili ya kanuni za uchaguzi. Kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria ya uchaguzi wa madiwani namba 1/2024 kikisoma pamoja na aya ya 1.2 ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani za mwaka 2025, kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na wahusika kwa kila chama cha siasa, serikali na tume ya uchaguzi. Aidha, chama ambacho hakitasaini maadili haya hakitashiriki uchaguzi wa rais, bunge na madiwani utakofanyika mwaka huu na chaguzi zingine zote ndogo zitakazofanyika kwa muda wa miaka 5. Hitimisho. Ndugu viongozi wa siasa, maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Hivyo ni muhimu wa pande zote ziweze kuhusika na kusaini maadili haya. Mchakato wa maadili ya uchaguzi wa madiwani ulifanywa kwa kushirikiana na wadau kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti. Aidha, tunawashukuru wadau wote kwa michango na maoni tuliyotoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi. Waheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza. Asante mkurugenzi wa uchaguzi. Na kwa mujibu wa ratiba, zoezi hili sasa ni la kusaini maadili haya kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Naomba nirudishe kijiti kwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili aweze kutuongoza katika eneo hilo. Asante Master of Ceremonies. Kwa mujibu wa ratiba sasa kwenye item 600 namba vyama vya siasa, serikali na tume kuridhia kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na hapa tuna vyama nimepewa orodha hapa naona, lakini kuna mkono. Jitambulishe tafadhali hapo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa. Kwa majina naitwa Doyo Hassan Doyo, ni katibu mkuu wa chama cha National League for Democracy. Lakini si vibaya nikijitambulisha kwamba juzi nimeteuliwa na chama changu kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya utambulisho huo, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kutupa nafasi hii adhimu, nafasi ya kihistoria. Lakini pili, tuwapongeze kwa kazi kubwa ambayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeifanya ya kuratibu na kuchakata maoni ambayo kimsingi yametokana na sisi, kwa sababu vyama vya siasa kwa asilimia kubwa tumeshiriki katika mchakato mzima wa kuleta maoni yetu
kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa mujibu wa sheria, nyinyi ndio wenye mamlaka ya kutunga kanuni hizo na maadili hayo kwa ajili ya kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo mimi kwangu ni shukurani na pongezi na kuwaomba wanachama wenzetu wa vyama vya siasa kwamba swala hili ni swala muhimu la kitaifa, na mimi napenda nitamke mbele ya hadhara hii kwamba nimeridhia na naomba mchakato huu uendelee, kwa sababu jambo limeeleweka na jambo limeenda vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante ndugu Doyo, na ulichokisema hata ndio nilikuwa nataka kwenda huko kuridhia kwamba niite kile mmoja, kwa sababu nimesema kwamba sote tulishiriki katika kuchangia. Sasa nitaka nimuulize kila mmoja wenu anaridhia au haridhii kabla ya kuingia kwenda kusaini. Sasa wewe umeamka, nidhania labda na point point of intervention, something like that, lakini naona umeamka na kusema unaridhia. Tutaenda kwenye huko utaratibu kama tutafika, lakini naona ACT pale kuna mkono. Ndugu Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kupewa fursa hii adhimu. Na mimi nikiri kwamba ingawa uchaguzi una michakato mingi, mchakato ambao tunao leo ni mchakato muhimu sana katika michakato ya uchaguzi. Na la pili, nikiri kwamba vyama vya siasa vilipata nafasi ya kutoa maoni kwa maandishi ambayo tumeyatoa. Nilikuwa na pendekezo dogo ambalo alitokuwa jipya. Lilifanyika 2020, lilifanyika pia miaka ya nyuma. Leo tumekutana hapa, tulitoa maoni na tunaambiwa kwamba yamezingatiwa. Inawezekana kuna chama kinaweza kuwa na mambo machache katika ujenzi wa taifa letu, ambayo ndio yenye mandate inaweza kufafanua kwamba hilo wazo wewe ulilileta ukadhani ni la muhimu, lakini sisi tumetazama na msingi wake wa kisheria. Ninawasihi sana tusivuke hatua hiyo, ila tuifanye kwa ufupi sana. Itasaidia kujenga taifa letu, itasaidia mchakato wa uchaguzi, na itatufanya wote tuwe katika ukurasa mmoja. Kwa nilikuwa napendekeza kwamba katika hiko kinachoitwa kuridhia, kama kuna mtu anahitaji maeneo fulani ya ufafanuzi machache, apewe nafasi hiyo, na tume imesheheni. Naweza kuambia bwana Ado, hilo ni 1, 2, 3, na haitokuwa mpya, tumeifanya miaka yote. Hayo ndio maoni yangu. Asante Ado. Wale ambao unawafahamu nitakuwa naita kwa majina. Na Ado nakufahamu, utakubali kwamba nakufahamu. Na rafiki yangu Almasi, tena Almasi nanyosha. Unajua, labda kama tuwe angalizo, ninyi wadau wangu mimi nawafahamu. Ukimpa mic na usipomlimit, unaweza kukakesha kwenye hilo jambo. Sasa angalia, mmeshaanza kunyosha mkono, we are not taking progress. Nilikuwa na shauri, nayo orodha ya vyama vyote hapa venye usajili kamili, according to the record ya kaka yangu Mtungi pale. Tutakwenda kuuliza kila chama mnaridhia au la. Sasa ndo hapo labda nilikuwa na shauri, pale ambapo tutafika kwenye chama husika, kama una jambo unataka kulieleza hapo, hebu lieleze, lakini hatima yake unatuambia kwamba unaridhia au kuridhia. Nakubali tufanye hivyo. Sasa na orodha hapa tumeenda kwa alfabeti. Tumekwenda kwa alfabeti na nitaita kila mmoja. Mkumbuke kwamba tuliwapatia
wiki mbili mkapitia, mkatoa maoni. Maoni tunasema tumezingatia, na bahati nzuri ni waibie siri kwamba maoni mengi yaliyokuja yalikuwa ni kusupport vifungu hivyo, kwamba hatua hii imechukuliwa vizuri, kwa hiyo tunaiunga mkono. Ile ambayo tuliona kwamba yamo tayari yamekuwa covered kwenye hivyo vifungu, hatukuyajumuisha, lakini yale ambayo tuliona kwamba hayamo tumeyajumuisha. Kwa hiyo kusema ukweli, tumejumuisha kila maoni ya mmoja. Hapa tunalo tabu la maoni ya kila mmoja na jinsi tulivyojumuisha. Atakayetaka ufafanuzi tutamfafanulia hapa leo, tuko tayari. Sasa kama mnakubali, nianze kuita kila mmoja. Sawa? Sasa chama nilichonacho hapa ni cha kwanza, ni cha AAFP. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Rashid Lai, katibu mkuu wa chama cha AFP. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2025 katika barua ya mkurugenzi aliyeleta kwenye chama chetu ya kutualika katika mkutano huu, lakini pia katika ile barua aliambatanisha